Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na Kivu News Info kila siku tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kueme vile na kupartaje kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama inazidi kuzorota katika kijiji cha Bwambo wilayani Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wanaendelea kuasiriwa na vitendo vya ukatili vinavyoripotiwa kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Asasi za kiraia za eneo hilo zimetoa tahadhari siku ya jana Jumamosi tarehe 18 Aprili zikieleza kuwa vijiji kadhaa vinakumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanahusisha uporaji, mauaji pamoja na mateso dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hali kwa mujibu wa mashirika hayo imeathiri vibaya maisha ya wakazi na viunga vyake, shughuli za elimu, huku wanafunzi wengi wakilazimika kusitisha masomo kutokana na hofu ya usalama. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatano iliyopita, viongozi wa kiraia wa Buhambo wameeleza kuwa kati ya tarehe 15 Machi na tarehe 15 Aprili mwaka 2026 vijiji kadhaa vilishambuliwa na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajatambulika rasmi. Na katika kipindi hicho angalau watu 4 wameuawa, huku wengine wengi wakijeruhiwa vibaya kwa risasi au mapanga. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, washambuliaji hao mara nyingi hufanya mashambulizi yao nyakati za usiku, jambo linalofanya iwe vigumu kuwabaini au kuwakamata. Hata hivyo, ripoti hiyo pia imeonyesha kidole baadhi ya wapiganaji wa kundi la M23 ambao wanadaiwa kuwepo katika eneo hilo. Watu wawili wanaripotiwa kufanya vitendo vya mateso na waasi hao, huko vijiji vya Mfuamo, Kichonja, Butambo na Bulwa vikitajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na mashambulizi ya hivi karibuni. Katika maeneo kama Mahanga, Lushebere, Bushia na Lukibangagirio, hali si shwari pia, ambako watu 25 wameripotiwa kushambuliwa vibaya kwa mapanga, wakiwemo wanawake 15. Hali inaonyesha ukubwa wa janga la kibinadamu unaendelea kushuhudiwa katika eneo hilo. Mbali na mashambulizi dhidi ya raia, miundombinu ya afya pia imeathirika. Katika usiku wa kuamkia Jumanne iliyopita, kituo cha afya cha Bwabo kilivamiwa na kuporwa na watu wenye silaha. Dawa zote pamoja na vifaa vya tiba vimechukuliwa, alozidisha kuzofisha huduma za afya katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto nyingi za kiusalama. Kutokana na hali ya kutisha, wakazi wengi wamelazimika kuyama makazi yao na kuelekea Masisi Centre wakitafuta usalama, huku wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha katika maeneo ya hifadhi. Asasi za kiraia zinatoa wito wa dharura kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kurejesha usalama, kulinda raia na kuhakikisha kuwa wahusika wa vitendo hivi wanachukuliwa hatua kali za kisheria. Mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaanza kurejeshwa rasmi katika maeneo ya wilaya Lubero kufuatia kuondoka kwa watu 23, huku wakazi wakikabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu. Ijumaa iliyopita tarehe 17 Aprili, msimamizi wa kijeshi wa wilaya Lubero aliongeza zoezi la kumrejesha kazini mwakilishi wa gavana aliyetolewa kutoka eneo la Kipese pamoja na viongozi kadhaa wa ngazi ya nchi. Hatua inaashiria mwanzo wa mchakato wa kurejesha utawala wa serikali katika vijiji vyote vilivyokuwa vimeachwa kutokana na uwepo wa wasi wa M23. Shughuli hiyo ilifanyika kupitia mkutano wa dharura ulioandaliwa katika kituo cha Kipese, uliohudhuriwa na idadi kubwa ya wananchi waliokusanyika kushuhudia kurejea kwa mamlaka ya dola baada ya zaidi ya mwaka mmoja ya utawala wa uasi. Akizungumza katika mkutano, msimamizi wa kijeshi aliwataka wananchi kushirikiana na viongozi waliorejeshwa, akitiza kuwa kurejea kwa mamlaka ya serikali ni ishara ya kurejea kwa amani katika eneo hilo. Alieleza kuwa hatua hiyo inawezekana kutokana na juhudi za pamoja za vikosi vya ulinzi vya usalama, hususan jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na makundi ya wazalendo. Aliongeza kuwa serikali itaendelea kupambana na wale wote wanaotishia amani, akitiza kuwa maeneo hayo ni lazima yalindwe ili kuhakikisha utulivu unadumu
kwa wananchi. Katika ziara ya kwanza, msimamizi huyo alitembelea vijiji vya Katondi, Kisima na Kipese ambavyo sasa vimeanza kurejea katika hali ya kawaida baada ya kipindi cha migogoro. Hata hivyo, pamoja na dalili za kurejea kwa utulivu, wakazi wa maeneo hayo wanatoa wito wa msaada wa dharura wa kibinadamu. Wanasema maisha yao yameathirika vibaya kutokana na kupoteza vyanzo vya mapato wakati wa utawala wa uasi uliosababisha ukosefu mkubwa wa chakula na huduma muhimu. Wakazi pia wameeleza wasiwasi wao kuhusu hali ya huduma za afya, wakisema miundombinu ya matibabu haikukamilika kutokana na vita. Ukosefu wa vifaa vya tiba na wataalamu wa afya umeendelea kuwa changamoto kubwa inayowakabili. Baadhi yao pia wanaishi kwa hofu ya uwezekano wa mashambulizi ya kulipiziwa kisasi cha waasi wa M23 licha kuondoka kwao hivi karibuni katika maeneo hayo. Kwa upande mwingine, kuna dalili za matumaini ambako shughuli za biashara zinaanza kufufuka, huku baadhi ya wakazi waliokuwa wamekimbia makazi yao wakianza kurejea polepole katika vijiji vyao. Wadau wa ndani wanaeleza kuwa kurejea kwa amani ya kudumu kunahitaji sio tu kuwepo kwa mamlaka ya serikali, bali pia misaada ya binadamu, uimarishaji wa huduma za misingi na hatua madhubuti za kuhakikisha usalama wa wananchi unadumishwa kwa muda mrefu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yazindua rasmi vikao vya wazi vya kusuluhisha migogoro ya kimila katika miji ya Beni, ikiwa ni hatua muhimu katika kuimarisha amani na mshikamano wa kijamii katika eneo hilo la Kivu Kaskazini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uzinduzi umefanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 18 Aprili ukiongozwa na naibu waziri wa mambo ya ndani anayehusika na masuala ya kimila. Lengo kuu la vikao hivyo ni kutatua migogoro ya jadi ambayo kwa muda mrefu imekuwa chanzo cha migawanyiko na hata machafuko katika jamii mbalimbali za Kivu Kaskazini. Shughuli hiyo imewakutanisha wadau muhimu wakiwemo kamati ya usalama wa mkoa, wakilishi ofisi ya gavana wa bunge pamoja na viongozi wa kimila ambao wote wanahusika moja kwa moja katika kusimamia na kutatua migogoro katika jamii zao. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu gavana kutoka jeshi la polisi alieleza kuwa wananchi wa Kivu Kaskazini tena wana matarajio makubwa kutoka kwa mchafuko huo. Alisisitiza kuwa jamii inahitaji suluhisho za haki na za kudumu zinazokubalika kwa wote ili kuimarisha mshikamano, amani na utulivu wa kudumu katika mkoa huo. Kwa mujibu wa viongozi wa, migogoro mingi ya kimila imekuwa kihusiana na masuala ya ardhi, mipaka kijadi na uongozi wa kimila, hali ambayo mara nyingi husababisha mivutano kati ya jamii na hata kuathiri usalama kwa ujumla. Kupitia vikao hivi vya wazi, pande zote zinazohusika zinapata nafasi ya kusikilizwa hadharani, huku maamuzi yakitarajiwa kutolewa kwa kuzingatia mila na desturi, lakini pia kwa kuheshimu sheria za nchi. Hatua inaonekana kama juhudi za serikali za kurejesha imani ya wananchi katika mifumo ya usuluhishi wa migogoro, hasa katika maeneo yaliyokumbwa na migogoro ya muda mrefu. Wadau wanatarajia kuwa matokeo ya vikao hivyo vitachangia kupunguza migogoro mara kwa mara na hivyo kufungua njia ya maendeleo, kuimarika kwa usalama pamoja na kuishi kwa amani kati ya jamii mbalimbali za Kivu Kaskazini. Mvutano wa kisiasa na kijeshi unaendelea kushika kasi katika ukanda wa maziwa makuu kufuatia kauli iliyotolewa na msemaji wa jeshi la Rwanda kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji huyo wa jeshi la Rwanda, Jenerali wa Brigedi Roland Ruivanga, amesema Ijumaa kuwa hali inaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanana na mfumo ulioshuhudiwa wakati wa mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi nchini Rwanda mnamo mwaka 1994. Kauli hiyo imebua hisia na mjadala mkali katika ngazi za kikanda na kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa uzito wa tukio la kihistoria la mauaji ya kimbari ya Rwanda ambalo limesababisha vifo vya maelfu ya watu ndani ya muda mfupi. Kwa mujibu wa msemaji wa Rwanda, kuna viashiria vinavyoonyesha kuwa hali ya hatari inaweza kuendelea kuzorota iwapo hatua za haraka zitachukuliwa na jumuiya ya kimataifa pamoja na wahusika wa mgogoro huu. Hata hivyo, kauli hiyo inakuja katika wakati ambako wale wa usalama mashariki mwa Kongo tayari ni tete kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali ya waasi, yakiwemo yale yanayopigana na jeshi la serikali katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa za kikanda wanaeleza kuwa kauli kama hizo zinaweza kuongeza mvutano kati ya nchi jirani, hasa kati ya DRC na Rwanda ambazo zimekuwa zikitumiana mara kwa mara kuhusu kuhusika katika mgogoro unaendelea mashariki mwa Kongo.
Katika upande mwingine, baadhi ya wadau wanasisitiza umuhimu wa kuchukua tahadhari na kuhakikisha kwa kauli za viongozi wa kijeshi na kisiasa hazichochei zaidi hali ya hofu au mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Wito unaendelea kutolewa kwa pande zote kuzuia na kutumia njia za kidiplomasia katika kutatua mzozo huu, huku juhudi za kikanda na za kimataifa zikiendelea kutafuta suluhisho la kudumu na la amani katika eneo hilo. Wakati huo, mashirika za haki za binadamu yanaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na kutoa tahadhari juu ya hatari zinazoweza kuwakumba raia iwapo hali hiyo itaendelea kuzorota. Watu watatu walishikiliwa mjini Kisangani wakitumiwa kuhusika na mashambulizi ya silaha yaliyotokea kwenye barabara ya taifa namba 4 na kusababisha majeruhi kadhaa miongoni mwa wasafiri. Watuhumiwa waliwasilishwa hadharani mwishoni mwa wiki hii na vyombo vya usalama baada ya kukamatwa kufuatia mashambulizi mawili tofauti yaliyolenga watumiaji wa barabara hiyo muhimu. Tukio la kwanza liliripotiwa katika eneo la Peka 54 ambako basi la kampuni ya diesel ilivamiwa na watu wenye silaha, na tukio lingine lilitokea katika Peka 60 ambako pikipiki ilishambuliwa. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mashambulio yalisababisha majeruhi kadhaa waliopata majeraha makubwa aliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi na wasafiri wanaotumia barabara hiyo inaunganisha maeneo muhimu ya kiuchumi. Hivi sasa watuhumiwa wao walizuiliwa mjini Kinshasa Kisangani, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini na kwa undani nafasi ya kila mmoja wao katika matukio pamoja na uwezekano wa kuwepo kwa washirika wengine waliohusika. Vyombo vya usalama vinasema vinaendelea na operesheni za kuwatafuta watu wengine wanaodhaniwa kuhusika katika mashambulizi yao kwa lengo la kuhakikisha wote wanatekeleza vitendo vyao na kukamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Wakati huo, mamlaka zinatoa wito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa muhimu zitakazosaidia katika uchunguzi, huku zikiahidi kuimarisha ulinzi katika maeneo hatarishi ya barabara hiyo. Barabara ya taifa namba 4 ni moja ya njia muhimu za usafiri katika eneo hilo, na matukio kama haya yanahatarisha usalama wa wasafiri pamoja na shughuli za kiuchumi, jambo linalolazimu hatua za haraka kuchukuliwa ili kurejesha hali ya usalama. Hali ya usalama katika maeneo ya Haut Plateau na katika wilaya ya Kale inazidi kuzorota na sasa inaathiri moja kwa moja sekta elimu, huku shule nyingi zimefungwa baada ya likizo ya Pasaka. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yanaripotiwa katika siku 7 zilizopita katika maeneo mengi ya Komiti ya Ziralo yamesababisha kusimamishwa kwa shughuli za masomo. Wanafunzi walimu pamoja na familia zao wamelazimika kuyama makazi yao kutokana na hofu ya usalama inayozua sitofahamu kubwa kuhusu mustakabali wa elimu katika eneo hilo. Inatarajiwa kwa masomo yangerejea rasmi Jumatatu tarehe 13 Aprili, lakini hadi sasa hakuna shule hata moja iliyofungua milango yake katika eneo la Ziralo. Wakazi wamesema kwa mapigano kati ya makundi yenye silaha yamelazimisha watu wengi kukimbia vijiji vyao, halosababisha kukosekana kwa wanafunzi na walimu mashuleni. Taarifa zinaeleza kuwa sehemu kubwa wa wakimbizi hao wamekimbilia katika maeneo ya Lulambo na Biriko lipo katika Komiti ya Waloya Loanda wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, wakisaka hifadhi na usalama. Baadhi ya viongozi wa shule wameeleza hali ya kukata tamaa, wakisema kuwa haiwezekani kuwashawishi wazazi kuwarudisha watoto wao shuleni wakati wengi wao wapo tena katika maeneo yao ya awali. Katika baadhi ya maeneo kama Katasomo, Bushuku, Nyawaronga na Nyamuragi, shule zimejaribu kufungua lakini zimekumbwa na changamoto kubwa ya uhaba wa wanafunzi na walimu. Idadi ndogo ya wanafunzi walijitokeza darasani imefanya iwe vigumu kuendesha masomo kama kawaida. Viongozi wa elimu wanasema kuwa walijaribu kufungua shule siku ya mwanzo za juma, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda kutokana na mazingira yasiyoruhusu kufanyika kwa masomo kwa ufanisi. Hali hii inakuja wakati nyeti ikiwa ni chini ya mwezi mmoja kabla mitihani ya kitaifa ya insha, jambo linaongeza hofu na kwa kupotea kwa mwaka mzima wa masomo kwa wanafunzi wengi wa eneo hilo. Wazazi pamoja na wadau wa elimu wanaeleza wasiwasi wao kuhusu endapo hali ya usalama haitaimarika haraka, idadi ya watoto wanaokosa shule itaongezeka zaidi na hivyo kuhatarisha mustakabali wa kizazi kizima cha maeneo ya Haut Plateau na Kalehe. Wito unaendelea kutolewa kwa mamlaka na wadau wa usalama kuchukua hatua za haraka ili kurejesha utulivu na kuwezesha wanafunzi kurejea shuleni katika mazingira salama. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kimkakati na Ufaransa, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uwezo wa ulinzi na kuchangia kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu.
Waziri wa ulinzi wa taifa na wazee wa vita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Giga Mombo Mwandiavita alifanya ziara rasmi Ijumaa tarehe 17 Aprili mjini Paris, ambako alitembelea kurugenzi kuu la mahusiano na kimataifa la mkakati iliyopo ndani ya Wizara ya Majeshi ya Ufaransa pamoja na kituo cha kijeshi cha nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Ulinzi wa DRC, wakati wa ziara hiyo, Jerome Tela, mkuu wa kitengo kinachoshughulikia masuala ya usalama na kimataifa katika, aliwasilisha kwa ujumla majukumu, namna uendeshaji pamoja na vipaumbele vya taasisi hiyo ambayo ina nafasi muhimu katika kupanga mikakati ya kijeshi ya Ufaransa. Waziri Giga Mombo Mwandiavita alieleza kuridhishwa kwake na maelezo hayo, akisisitiza kuwa nia ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujifunza na kujenga mifumo imara zaidi kwa ushirikiano wa kijeshi na mahusiano ya kitaifa ili kuboresha utendaji wa taasisi zake za ulinzi. Majadiliano kati ya wataalamu wa pande zote mbili pia yaligusia masuala ya kijeshi la nchi kavu pamoja na namna ya kuimarisha mahusiano ya kijeshi na nchi nyingine, ikiwa ni pamoja na taratibu za mawasiliano na uwakilishi wa kidiplomasia katika sekta ya ulinzi. Katika hatua nyingine, waziri huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliomba ushiriki mkubwa zaidi wa bunge la Ufaransa katika juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo la Maziwa Makuu ambalo linaendelea kukumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Kwa upande wake, Jean-Michel Jacques, rais wa kamati ya ulinzi wa bunge la taifa la Ufaransa, alipokea ombi hilo na kulithibitisha utayari wa Ufaransa kuendelea kuunga mkono juhudi zinazolenga kuleta amani na uthabiti katika eneo hilo. Ziara hiyo inaonekana kama sehemu ya mkakati mpana wa diplomasia wa DRC wa kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika sekta ya ulinzi, hasa katika kipindi ambacho mashariki mwa nchi bado inakabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohitaji majibu ya pamoja kikanda na kimataifa. Chini ya uongozi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, mradi mkubwa wa Couloir Vert Kivu Kinshasa umeingia katika hatua muhimu yake ya utekelezaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Ituri, ukibeba matumaini mapya ya maendeleo na amani. Katika mkutano wa kimkakati umefanyika kati ya gavana wa kijeshi wa Ituri na taasisi ya hifadhi wa mazingira INCC, ambayo pande zote zimekubaliana kuunganisha nguvu katika maeneo matatu muhimu: umeme vijijini, ulinzi wa mazingira na kuimarisha usalama. Mradi huu unalenga kuunganisha Kivu na Kinshasa kupitia ukanda wa kijani unatajwa kuwa na malengo mawili makuu. Kwanza ni kuhifadhi mistuni ya Bioani na eneo hilo, na pili ni kuibua fursa ya kiuchumi kupitia uwekezaji wa kijani, nishati na miundombinu. Katika eneo la Mombasa, mradi huu unaanza kuonekana kama chanzo cha matumaini mapya kwa wakazi ambao kwa muda mrefu wameathirika na changamoto za kiusalama na ukosefu wa maendeleo ya miundombinu. Wataalamu wanaeleza kuwa ujio wa mradi huu wa umeme na uhifadhi unaweza kusaidia kufufua uchumi wa eneo hilo kupitia biashara, kilimo na huduma. Ushirikiano kati ya jeshi na taasisi ya uhifadhi ya ICNN unaonekana pia kama njia ya kuimarisha usalama katika eneo hilo la mistuni ambayo mara nyingi yamekuwa yakitumia na makundi yenye silaha na uhalifu wa kujificha. Wachambuzi wa masuala ya maendeleo wanasema kuwa kuunganisha mazingira, usalama na uchumi wa ndani ya mradi mmoja ni mkakati wa muda mrefu na uweza kuchangia si tu kulinda rasilimali za taifa, bali pia kuleta utulivu wa kudumu katika maeneo yaliyokuwa tete. Hata hivyo, mafanikio ya mradi huu yanategemea utekelezaji thabiti mashinani, ushirikiano wa karibu kati ya serikali na jamii za wenyeji, pamoja na ulinzi wa kudumu wa maeneo yatakayohusika. Kwa ujumla, Couloir Vert Kivu Kinshasa inaonekana kama mradi wa kimkakati unaolenga kubadilisha Ituri na maeneo jirani kwa ukanda wa amani, maendeleo na uhifadhi endelevu wa mazingira. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kugundua ghala jipya la silaha katika wilaya Njugu likihusishwa na wanamgambo wa CRP, wakati wa operesheni za kijeshi na za kusafisha maeneo hayo zikiendelea kwa lengo la kurejesha usalama. Kwa mujibu wa msemaji wa sekta operesheni ya kijeshi Ituri, Luteni Jile Ngongo, operesheni hiyo ilifanyika kati ya tarehe 7 na tarehe 18 Aprili katika eneo la Bule na Chifu ya Mbisa, ikiwezesha jeshi kukamata silaha 10 za aina AK-47, mazingine 27 zilizozaa risasi pamoja na kiasi kikubwa cha risasi za kivita. Jeshi linasema silaha hizo zilikuwa zimefichwa katika maficho ya siri na zinadaiwa kuwa mali za kundi la wanamgambo CRP linalohusishwa na Thomas Lubanga, ambalo linatajwa kuwa pia na uhusiano na baadhi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi
katika eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linasema mafanikio yametokana na ushirikiano mzuri kati ya jeshi na jamii za wenyeji, hususan vijana wa maeneo ya Bahema, Barungu ambao wamekuwa wakitoa taarifa muhimu kuhusu maeneo yanayozaniwa kufichwa silaha na wapiganaji hao. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesisitiza kuwa ushirikiano wa wananchi ni muhimu katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha, ikieleza kuwa taarifa kutoka kwa jamii zimekuwa zikiwezesha kugundua maficho na kuzuia mashambulizi dhidi ya raia. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa wito kwa wapiganaji wa makundi haya kusalimu amri ya kujisalimisha kwa mamlaka, ikiahidi usalama wa wale watakaoweka silaha zao chini. Hatua hiyo imeonya kuwa wale wataendelea na mapigano watachukuliwa kama maadui na kushughulikiwa kijeshi. Jeshi pia limetoa ujumbe mkali kwa viongozi wa makundi hayo likiwataka kusitisha mara moja vitendo vya ukatili wanavyowasili raia, likisisitiza kuwa muda wa mapigano umepitwa na wakati na ni njia ya amani ndiyo suluhisho la kudumu. Hata hivyo, licha ya operesheni hizi, eneo la Njugu bado linabaki kuwa miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama katika Ituri, huku jeshi likiahidi kuendeleza operesheni za kuwatafuta na kuwashughulikia wote wanaohusika na machafuko. Kwa jumla, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema litaendelea na juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo kupitia operesheni za kijeshi sambamba na ushirikiano wa kijamii za wenyeji ili kuhakikisha amani ya kudumu inapatikana. Na tujielekeze moja kwa moja huko tarafani Fizi katika mji wa Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako walimu wa shule za Katoliki wanaofanya kazi chini ya mikataba ya kanisa wametoa malalamiko makali kufuatia kuongezeka kwa matukio ya ukosefu wa usalama katika maeneo hayo, hali wanaosema inahatarisha maisha yao na wananchi kwa ujumla. Walimu hao wamesema tukio la hivi karibuni la kumshambulia kwa risasi kwa mmoja wa wenzao Jean de Diesi Mwembwe limezidisha hofu na hasira miongoni mwa jamii ya walimu. Tukio lilitokea jioni ya Jumatano tarehe 16 Aprili ambako mwalimu huyo alijeruhiwa kwa risasi kwenye paja alipokuwa akielekea kufuatia michezo wa mpira wa mguu. Msemaji wa walimu hao Balali Tresor Matia amelaani vikali tukio hilo, akieleza kama shambulio la kinyama dhidi ya watu ambao tayari wameathirika na mazingira ya sintofahamu na kiusalama. Sema hali hiyo imekuwa ikivumilika kwa muda mrefu sasa, imefika kiwango cha wasiwasi mkubwa. Walimu wao wamesisitiza kuwa hawawezi kuendelea kuishi katika hali ya hofu kila siku, wakitaka mamlaka za kisiasa na kiusalama kuchukua hatua za haraka na za dhati ili kurejesha amani katika mji wa Baraka na maeneo jirani. Wametaka serikali kufungua uchunguzi wa kina mara moja ili kubaini waliohusika na shambulio hilo na kuhakikisha wanachukuliwa hatua kali za kisheria bila kuchelewesha. Pia wametaka kuimarisha kwa ulinzi wa walimu, wanafunzi na raia wote, wakisisitiza kuwa sekta ya elimu haiwezi kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira ya vitisho na mashambulizi ya mara kwa mara. Katika onyo lao, walimu wao wamesema endapo hatua za haraka zitachukuliwa, wataweza kuchukua hatua za kiraia ili kuonyesha msimamo wao na kulazimisha sauti yao kusikilizwa. Wakati huo, ripoti zinaonyesha kuwa matukio ya ukosefu wa usalama yanaendelea kuripotiwa katika mji wa Baraka licha ya uwepo wa vikosi vya jeshi la taifa FARDC, wapiganaji wa Wazalendo pamoja na vyombo vya usalama kama ANR na DGM vinavyoshirikiana katika ulinzi wa eneo hilo. Wakazi wa Baraka sasa wanaendelea kushishi katika hali ya wasiwasi, huku wito ukiendelea kutolewa na wa kuimarisha usalama ili kuhakikisha maisha ya raia na shughuli za kijamii hususan elimu zinaendelea bila vikwazo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tumeagiza kwa kina matukio muhimu yanaendelea nchini na ukanda mzima wa maziwa makuu, yakiwa na athari za moja kwa moja katika maisha ya wananchi, usalama na maendeleo na mustakabali wa elimu. Kama tulivyoona, changamoto bado zipo, lakini pia dalili za matumaini zinaendelea kujitokeza kupitia juhudi za serikali, wadau wa kikanda na kimataifa, pamoja na mshikamano wa wananchi wanaotafuta maisha bora na utulivu. Basi Kivu News tunaendelea kufuatilia kwa karibu kila kinachoendelea na kukuletea taarifa sahihi za haraka na zenye kuaminika wakati wowote. Na niendelea kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao huu wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusihi kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio
walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo ya kila siku mshatongoletea habari saizi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na utusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujaboni kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi vile vile kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itarahisisha hospitali na chochote kipindi ambako utakuwa unakupatia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Eloge Lulonga, sina la ziada ila tuache niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba uko na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakie asubuhi njema, mafanikio tele, na huenda tena tutadhani mchana kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi asubuhi njema, baki salama, bye bye na chao.